nilipokuwa katibu wa chama cha walimu mkoa, nikiwa pia mjumbe wa kamati ya utendaji ya chama cha walimu Tanzania, ndio tulianzisha wazo la kuanzisha benki ya walimu, mimi nikiwemo. Baada ya miaka kadhaa, nikiwa naibu waziri wa elimu TAMISEMI, tulizindua benki yenyewe, na baada ya uzinduzi wa benki yenyewe, nikiwa waziri mkuu kwenye awamu ya kwanza miaka mitano ya awamu ya tano, tulianza kuzungumzia kuuza hisa, na mimi ndiye nilipata nafasi kuwa mgeni rasmi kwenye kikao cha uzinduzi wa uuzaji wa hisa, na ni mnunuzi wa hisa nambari 1 mwanzo kwenye benki hii. Kwa hiyo leo nimepata faraja kuja kusikia maendeleo ya benki hii, na wala si leo tu nimekuwa mfuatiliaji wa mwenendo wa benki hii kwa ujumla, na hasa zoezi la hisa. Na kwa mara ya mwisho mwaka jana mwezi wa 4 nilikutana na management mpya chini ya mwenyekiti Ramadhan pamoja na mtendaji mkuu Makungwa, nikitaka nipate kujua mwenendo wa benki yetu, na ilikuwa muhimu sana kwa sababu lazima tujiridhishe kwamba watendaji wetu wa sekta za fedha ambazo tunahamasisha wateja kuja kuungana nasi, je, uwajibikaji upo, uadilifu wa kutunza fedha hizo, uaminifu wa watendaji wetu, kwa lengo la kuvutia na kuwashawishi wengine kujiunga kwenye benki yetu. Nataka niwaambie kwa ufuatiliaji huo, nimeridhishwa na utendaji wa management mpya ya Mwalimu Commercial Bank. Leo tunakutana hapa kuja kushuhudia hatua kubwa ya maendeleo ya taasisi yetu hii ambayo ilianza kama ndoto ya walimu wetu nchini, lakini sasa tunaona imekuwa na ukuaji wake ni ukuaji imara wa kifedha ambayo inaendelea kutoa huduma kwa Watanzania wa kada zote bila kujali kama je mteja ni mwalimu au la. Huu ni ushahidi kwa maono mazuri yaliyobuniwa na walimu nchini kuanzisha benki na kutoa fursa kuwekeza, yamesimamiwa vizuri kwa weledi, uaminifu na uadilifu na watendaji wetu, na hakika yameleta mabadiliko makubwa. Hongera sana management. Leo hii kama nilivyosema hapo awali kuwa ni siku ya uzinduzi wa hisa stahiki za benki yetu, nataka kutumia nafasi hii kuhamasisha wadau wote ambao tayari tumewekeza, kwa lugha nyingine wanahisa wenzangu, kuweza kutumia nafasi hii kuongeza hisa zetu, kama ambavyo mwenyekiti wa bodi ameeleza kwamba unayo fursa ya kuongeza kila hisa moja unaweza kuongeza mara 3 ili upate fursa hii ya kuweza kuwekeza zaidi. Lakini pia nimekuja hapa kukutana nanyi kuhamasisha wengine wote ambao wanatamani kuja kuwekeza kwenye hisa kwenye benki yetu, wafanye hivyo sasa. Milango imefunguliwa na inawezesha sasa kila mmoja mwenye nia afanye hivyo, na tunakwenda kwa mtu mmoja mmoja mwenye nia hiyo ya kuwekeza hisa, lakini pia taasisi mbalimbali ambazo zina fursa ya kuwekeza. Tunayo mifano ya taasisi ambazo zinawekeza kama vile PSSF, tunatoa wito pia kwa NSSF, tunao NHIF na wengine wengi ambao wanaweza kuwekeza, waje kuwekeza.